kugusa pindo la Yesu. Luka mtakatifu sura ile ya 8 mstari wa 43. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa ameghanimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alipokwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokuwa wakati yuko duniani anahubiri habari njema kwa watu waliokaa kwenye shida, waliokaa kwenye magonjwa, Yesu anakuja kuwafungua. Wamekaa kwenye dini zao lakini hawajapata uzima. Wamekaa kwenye imani, wameshika dini na taratibu zote, lakini bado magonjwa na tabu ziko pale pale. Yesu anapita, anamkuta mwanamke mmoja ambaye miaka mingi ameumwa, anatokwa na damu. Jamii imempenda kwa sababu ya ugonjwa wake. Biblia inazungumza ya kwamba alipenyeza apite, maana mkutano ulikuwa mkubwa. Yesu anahubiri, lakini kuna mtu ana shida, anatafuta njia akamgusa Yesu, maana ni mgonjwa, hawezi. Miaka mingi ametibiwa wala hajapata uzima. Ametembea kwa waganga lakini bado hajapata uzima. Maisha yake yalikata tamaa, lakini liko tumaini ambalo alipata tena. Akasema nijaribu, na kwa Yesu anajipenyeza ili akaguse pindo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mpaka anafika kwa Yesu kwa sababu ya umati. Inawezekana kutoka damu miaka mingi, pengine hata mwili wake ulikunanuka. Hakuna ambaye alipenda kae jioni naye kwa sababu alikuwa nanuka. Watu walikuwa wakisikia harufu wanapisha njia, na kumbe yeye kupitia tatizo lake anaona njia itapatikanika ya mimi kumfikia Yesu, maana nanuka. Watu hawezi wakakaa na mimi kwa sababu nanuka, lakini liko tumaini. Nikigusa pindo la Yesu nitapata uzima. Nikigusa pindo la Yesu nitatengwa tena. Alikuwa na tumaini la kwamba nikifika kwa Yesu kila kitu kitakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wako watu wamekaa kwenye dunia hii, wanaishi na matatizo, wanaishi na shida, wanaishi na magonjwa, wametembea kote, hawajapata tumaini. Lakini nakuambia mchana wa leo ya kwamba gusa pindo la Yesu ili uwe salama. Gusa pindo la Yesu ili uwe na uzima. Gusa pindo la Yesu ili uchawi utoke, ili uzinzi utoke, ili ulevi utoke. Ni lazima uguse pindo la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bila kugusa Yesu huwezi kupona. Utabaki na dini yako, lakini bila kugusa pindo la Yesu huwezi kuwa salama. Ni lazima unguse Yesu, ni lazima umtafute ili akutoe kwenye shida, ili akutoe kwenye tabu. Wanadamu hawawezi wakakutoa. Biblia inasema ya kwamba aligharimiwa mali zake zote akitafuta uzima, na uzima hakupata kwa sababu wanadamu hawawezi wakatoa uzima wako. Mwanadamu hawezi akakutoa kwenye tabu ulionayo, hawezi. Na ndio maana Yesu akaona ya kwamba kuendelea kukaa kwenye starehe haitoshi, kuendelea kukaa huko mbinguni haitoshi. Na ikiwa wapo watu ambao wana shida, wana magonjwa, wana tabu, na hakuna mtu anaweza kawatoa, Yesu anakuja kuwatoa watu kwenye shida. Na tumaini amekuja awatoe watu kwenye shida, awatoe watu kwenye tabu.
tabu. Ni kweli unaimba lakini bado una tabu. Ni kweli unaimba lakini una mizigo. Nani wa kukutoa? Gusa Yesu. Jaribu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma hata Yoshua anaambiwa na Mungu, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke hapo kinywani mwako. Lazima Yesu asiondoke kwenye kinywa chako, kwenye maisha yako. Ni lazima uwe na Yesu na watu wakutambue ya kwamba wewe una Yesu. Kwa nini? Kwa sababu yaliyowashinda wao wewe unapita, walioshindwa wao wewe unastahili. Kwa nini? Kwa sababu una Yesu. Watu walio na Yesu hawababaiki. Watu walio na Yesu hawatishiki. Na ndio nilisema kwenye ubiri yangu yote siogopi chochote, kwa sababu aliyeniita ni Mungu, aliyeniita ni Yesu, na ndiye anayenilinda. Hata wachawi wainuke hawataniweza, kwa sababu hawajaniita wao. Aliyeniita ndiye ambaye nitamtii. Hata akisema nenda nitakwenda, hata wanadamu wanikataze sitakubali, kwa sababu aliyeniita namjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Gusa pindo la Yesu ili uwe salama. Huwezi kuondoa kiu ya pombe kama hujagusa Yesu. Huwezi kuondoa kiu ya umalaya kama hujagusa Yesu. Yesu anasema nguvu zimeniishia, kuna mtu amenigusa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenigusa. Lakini Petro anasema hapana, watu wamekuzunguka wengi, na katika mikutano ambayo ilivunja rekodi mpaka sasa na haitakuja kutokea ni mikutano ya Yesu. Haleluya. Hata wanasiasa wakusanye mikutano, lakini hakuna mikutano ambayo ilivunja rekodi na Yesu Kristo. Watu walikuwa wengi, watu walikuwa maelfu, na watu wote walikuwa wanaponywa. Hakuna aliyekuwa anarudi akiwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Wala kila siku nakuja ibadani lakini bado unarudi na magonjwa yako. Gusa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Gusa pindo la Yesu. Tabu zilizonazo zitaondoka. Shida ulizonazo zitaondoka. Kwa nini? Kwa sababu umegusa pindo la Yesu. Vijana wakigusa pindo la Yesu hawataambiwa usivae mlegezo, wanajitengeneza wenyewe. Kwa nini? Ameingia mwenye kutengeneza. Mabinti hawataambiwa usivae suruali wala usivae nguo fupi. Hapana, yupo atakayewaambia ya kwamba haya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anajitosheleza kuhubiri watu, anajitosheleza peke yake. Hakuna cha kuongeza, hakuna cha kupunguza. Kila mtu anaponywa kulingana na uhitaji wake. Hata hapa kila mtu ana shida ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana shida ya kwake, lakini ukigusa kila mmoja anaponywa kulingana na shida ya kwake. Lakini ukienda hospitalini wanakuambia ni daktari bingwa wa kichwa. Kama Mbeya nzima idadi iko kubwa ya wagonjwa, wewe utaweka kwenye namba. Kwa Yesu haikuwa hivyo. Hapo hapo unaondoka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dunia sasa ina changamoto. Mambo mengi yanakumba, lakini shetani kazi yake ni kuwapiga upofu. Anawasaulisha ya kwamba yupo ambaye akiingia shida zinaondoka, akiingia tabu zinaondoka, akiingia tafuri vikaa vibaya inakaa vizuri, kwa sababu Yesu ameingia. Yesu akiingia, tumeongea jana hapa kwenye waimbaji tukasema Yesu, yani ukimheshimu Yesu unajikuta hata kauli mdomoni zinabadilika, zinakuwa kirokoleokole. Kwa nini? Yesu ameingia, anabadilisha kidogo kidogo. Petro alikuwa na kauli za kivuvivuvi, hiyo imepita, sio imetingisha, lakini alipookoka aisee, hata kauli zilibadilika, hata mavazi yalibadilika. Kwa nini? Kwa sababu ameingia seremala, anatengeneza maisha ya watu. Hata mimi alinitengeneza. Nikisema nikushuhudia hapa utasema hapana, hiyo ni story, lakini inayokuambia kwamba Yesu ndiye aliyenitengeneza. Hayupo aliyeweza kunitengeneza
asifiwe. Hata wewe atakutengeneza. Fitina ulizonazo huenda ni kwa sababu hujamwambia Yesu aingie. Uchawi ulionao inawezekana ni kwa sababu hujamwambia Yesu aingie, akaushe, aondoe ili uwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Leo hatari kubwa. Watu wako makanisani wana magonjwa, wakati Yesu alikuja ili watu wawe na uzima. Lakini watu makanisani wana magonjwa. Tena wanasema magonjwa sugu. Hakuna ugonjwa sugu kwa Yesu. Hata umama alikuwa miaka 12 ni ugonjwa sugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa miaka 12 ulikuwa sugu. Na alihesabu ni sugu kwa sababu mali zake, hata masikini uliingia kwa sababu ya ugonjwa kukaa muda mrefu. Lakini Yesu anamwendea huduma, anasema yuko aliyenigusa. Mchana wa leo mwambie Yesu aingie kwenye maisha yako. Mwenye kufungua Yesu aingie ni wewe mwenyewe. Gusa. Napenda Yesu, yeye alikuwa mwinjilisti. Na ndio maana mimi napenda sana huduma ya uinjilisti, kwa sababu hata Yesu alikuwa mwinjilisti. Haleluya. Hayo anasema atakaye kunifuata afanye. Hakuomba. Aliambia atakaye. Kama utaki baki. Unataka twende. Hata huyu mgonjwa angekataa, angebaki na magonjwa. Lakini akakubali kumfuata Yesu. Mahali pengine akasema, tazama nasimama mlangoni, ninabisha hodi. Mtu akifungua ninaingia, asipofungua abaki. Nampenda Yesu. Alikuwa mwinjilisti mzuri. Afanyike na kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Afanyike na kwako, akutoe kwenye shida ulizo nazo. Leo shida ni nyingi. Watu hawasemi wako makanisani na shida. Na ndio maana hawaoni raha ya ibada. Hawaoni utamu wa Yesu kuwepo kwenye ibada. Hawaoni kwa sababu wamekaa na shida. Hawajachukua hatua. Mwanamke amechukua hatua ya kumwendea Yesu ili awe salama. Na wewe chukua hatua ya kumwendea Yesu ili awe salama. Licha na hapo hakuna chochote. Hakuna miujiza. Miujiza haipo kama hujachukua hatua kumtafuta Yesu. Miujiza haipo. Bwana Yesu asifiwe. Atakaye nifuata sharti abebe msalaba wake alifuate. Beba msalaba wako, fuate Yesu. Ataingia kwako, atatengeneza na watoto wako. Tunawaambia watu ya kwamba tunahitaji kumtafuta Mungu vizuri. Wao wanasema wamekataa, na yeye anaanza kulegalega. Hapana, kupitia wewe wataokoka, watabadilika. Maana Mungu hataki kuona mtoto wake analia kwa sababu ya hayo. Mungu anamponya mtoto wake na mengine yote yanakaa sawa. Kikataa wewe kumtafuta Mungu, hata mume wako hatafuata. Shetani atatafuta milango kupitia watoto, kupitia mume, kupitia mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikaa vizuri wewe na wengine wanakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria, chukua tu picha ya kwamba huyu mwanamke amekaa muda mrefu, waishi naye ndugu zake. Wao walikuwa wanasema afe kesho. Lakini kumbe Mungu anasema mnasema afe kesho, kesho atakuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana umechoka kukaa na harufu ndani. Ndani ukinuka atakula akuliki. Kwa nini ndani hakuko vizuri? Lakini Yesu akiingia anasafisha, kunakaa vizuri. Unakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wa kanisani hawana amani. Hawajamwambia Yesu ya kwamba niondolee hiki ambacho kiko mbele yangu ili niwe na amani. Ni kuona Yesu sehemu ya kuwa salama, na kustawi na kuenjoy ni ndani ya hekalu la Mungu, kwa sababu nguvu za Mungu ziko hapa. Hakuna wachawi hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko mchawi hapa, wewe pole sana. Potelea mbali tena kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mchawi yuko hapa, tutagusa pindo la Yesu kwa ajili yako.
Bwana Yesu asifiwe. Utatoka mwenyewe. Kama sio kubadilika, utatoka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu kuweka madhabahu analokusudi ili watu wote wahudumiwe hapa ambao walikuwa wana Yesu. Wana Yesu ni lazima nzao nzima ikubali ya kwamba Yesu ndiye Mwokozi. Hata wakatae, hata wakubali, lazima wakubali tu. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakushuhudia sisi tunasimama mbele hapa miujiza. Siku moja tumeenda kuhubiri Karobe kwetu, wanakataa. Huyu ndio yeye. Huyu wanakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakataa kwa sababu ya vile nilivyokuwa. Lakini aliyoingia Yesu ndani, siko vile tena. Nimebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja wamama wakifika wametoka kwa na mahindi, wanaenda mashineni, wanatua hivi. Wakitua kwa kile kibaraza kabla ya kukoroga, kuyachanganya vizuri, wanapeleka kule. Akijisahau dakika moja tu yule mhudumu. Dakika hii ubebi wewe kuchukua tunatupia hivi nyuma. Umeshaondoka tunajua itara yeye. Lakini huku tunaacha msiba. Leo Yesu anaingia, hatuko hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuko hivyo. Aliingia amesafisha, ameondoa shida zote. Makazi ya kudumu ya Shetani alishayamoa, ameweka maskani yake, anatutumia anavyotaka, anatuelekeza tunavyotaka. Wala tukaidi kwa sababu tumebadilika. Kwa nini tumebadilika? Tumekubali Yesu atuongoze. Jinsi tulivyo, tumekubali Yesu atuongoze basi. Hayuko mwanadamu. Leo hii mwanadamu anigeuza mimi na mpaya. Yaani tuzo atapewa. Kwa nini? Kwa sababu nilikotoka nimetoka sehemu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitoka mbaya. Surprise Mungu ananipa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ananipa na bado sikati tamaa, kwa sababu kama nilipofika hapa kwa miaka yangu niko hapa hivi. Ikiongezeka kama hii nitakuwa wapi? Kama sitakuwa kule nitakuwa wapi? Hana anasema hivi, wewe ni Mungu wa ajabu. Unamtoa mtu mavumbini, unaenda kumkatiza na wakuu. Kwa nini? Kwa sababu chini kwenye vumbi kuna dharau. Chini kwenye vumbi kuna masimango. Chini kwenye vumbi ya Israeli kuna kila aina ya fedheha. Lakini Hana anasema wewe ni Mungu wa ajabu. Na unanikatisha na watu ambao ilikuwa ndoto kwangu kukaa nao. Leo unanikatisha nao. Anajishangaa, anajipeleza. Nikikaa hivi na mwana waziri mkuu, nikikaa hivi na waona wakubwa, anamwambia Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu sana. Tulitoka chini huku, chini kule kwenye salamu, kwenye fedheha, vitoto vya mlokole vijisi kule chini. Tumetoka kule, leo tunahubiri, leo tunaimba. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ameingia, anatuongoza, anatupeleka atakako. Maana popote ambako Yesu atakupeleka, wewe ni mzima, wewe ni salama. Hata watikise, wewe ni salama. Halo, tumetoka mbali. Leo hii unakaa na mkuu wa wilaya meza moja, mnajadili mambo yaliyoshindikanika Mbeya. Niliyekuwa Kibaka, niliyekuwa Kanyizi, niliyeshindikanika. Leo mkuu wa wilaya anatuketisha pamoja. Wewe acha, kaa hivyo hivyo. Kama hutaki kumfuata Yesu, baki hivyo hivyo na utakaa hivyo hivyo, kwa kuwa hujachukua hatua. Ulize Hana, anasema wewe ni Mungu wa ajabu. Na mimi ninasema hivi, katika watu wa ajabu, basi Mungu ndio wa ajabu. Anamtoa mtu kwenye fedheha, anampa heshima. Amina. Wale wanasema vyovyote vile wanafanya hivi. Wana mpira na saluti hivi, wanakumbuka. Sasa habari za Yusufu, waliyemdharau akawa waziri mkuu. Wewe kwa nini usiwe hivyo kwenye familia yako?
Hivyo hivyo ulivyo unasema nimechoka, miaka imeenda. Vingine faida tunazikuta uzeeni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huko tunazikuta. Kwa nini? Kwa sababu mwenye uwezo wa kutufanikisha ni Mungu. Hakuna mwanadamu wapendwa. Mungu ndiye anatengeneza mifereji. Wewe uwe salama, wewe ustawi. Wanaokuingia leo, wao ni mtaji hao. Hao ni mtaji. Sasa wasipokusimanga wewe, nani atakayekupandisha? Mungu atasikiaje kilio chako? Hana alipandishwa kwa sababu walikuwa wanamsimanga. Si ndio? Alipandishwa. Yusufu, sina yeye ndugu zake walimsimanga wakataka kumuua. Walimtumkana na wenye shimo. Wakasema haifai tuuze, tupate hela. Bila changamoto huwezi kumuona Mungu. Hata mwanamke bila changamoto tusingesoma hata habari zake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na Mungu. Alimtafuta Mungu. Na wewe mtafute Mungu, kubali changamoto, kubali shida, ili muone Mungu, ili usimulie. Bila Mungu nisingesimulia leo. Na yako mengi ambayo yamenikuta, lakini nikijitazama ninashangaa. Na nishangaa walioshindwa wengine, mimi ninavyo. Mimi nani? Kama sio Mungu, mimi nani? Amina. Watu wanalia, wamezeeka kwa nyumba za kupanga. Samahani kama mpo hapa, lakini Mungu atawapa na nyinyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanahangaika wazee. Mimi nani? Na kasi nipi usingizi, mimi nani? Kama sio Mungu, mimi nani? Mwenzangu mpaka leo mimi wako ndani. Yaani wenyewe ni kawaida yao. Lakini mimi nikasema sio kawaida yangu kukaa ndani, kukaa jela, kupigwa virungu. Hapana. Ninahitaji nipige virungu wachawi. Basi nipige virungu mizimu. Basi hiyo ndio inatosha. Lakini niache kuwatesa watu kwa sababu ya tamaa za muda mfupi. Mwisho wake nitakwenda kaburini mapema kabisa. Tuko tunaimba, tunafurahi. Ndio maana mimi nikikaa naimba tu vizuri, kwa sababu najua nilikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamu nilikotoka. Na ndio maana namwambia Mungu sana. Nikitaka kuhubiri natamani nihubiri sana, kwa sababu najua nilikotoka. Yaani hakuna sehemu ambayo ina surprise madhabahuni mimi nikatamani nisiipate. Ni lazima niipate kwa sababu nilikotoka, asili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima na wewe uwe ni mmoja kati ya watu ambao utashangaza wengi. Kwa vile ulivyo utashangaza wengi. Kwa nini utawashangaza? Kwa sababu ameingia mwenye kubadilisha, ameingia mwenye kugeuza, anayewaheshimisha watu. Hata dakika za jioni Yesu anawabadilisha, anawainua, anawaheshimisha. Waliokudharau wataomba pointi kwako, hata kama iko chini ya kiwango watahitaji